Wasoma Biblia wenzangu, njooni hapa, njoni hapa tuongelee familia ya Isaka. Nipe haki yako ya uzao wa kwanza. Sasa birthright inakujaga na baraka, sawa, na hiyo laana iwe juu yangu. Iuza baraka za uzao wa kwanza. Haki hapa, wanasheria waje, sio? Mnanielewa? Kila laheri mpendwa. Kisses. Shosti! Tusemezane. Wasoma Biblia wenzangu, njooni hapa, njoni hapa tuongelee kisa cha Yakobo na kaka yake na baba yao na mama yao, yaani familia ya Isaka. Mwanzo ina visa vingi sana kabla ya gharika. Kabla ya gharika na baada ya gharika. Sawa So kuna mtoto wa Isaka ambaye anaitwa Yakobo. Sasa turudi nyuma. Isaka ni nani? Isaka ni mtoto wa Ibrahim ambaye alifanikiwa kupata mapacha ambao walikuwa na Esau na Yakobo. Alikuwa mapacha ambao hao mapacha wakati wanatoka, Yakobo alikuwa amemshika mguu Esau. Kwa hiyo inamaanisha kwamba wakati huo mke wa Isaka anataka mtoto. Mungu alimwambia akiwa na ujauzito, ile watoto wanapopigana, unajua ile nginja za tumboni, Mungu akamwambia umebeba mataifa mawili ndani yako. Sasa muda unapozidi kwenda, hawa watoto wakakuwa watu wazima. Tuseme watu wazima kwenye umri wa utu uzima, yaani tuseme ni vijana, sawa. Sasa Biblia mwenzangu, utu uzima anaweza akawa na miaka 80 ni mtu mzima, japo sikumbuke exactly miaka. Basi siku moja Esau ametoka kwenye kuwinda, amerudi amechoka, anasikia njaa, akamuomba Yakobo ampe chakula. Sawa Alipomwomba ampe chakula, Yakobo akamwambia kama barter trade, like nakupa chakula, nipe haki yako ya uzao wa kwanza. Esau bila kufikiria akasema nilivyo na njaa, sawa, haki ya uzao wa kwanza itasaidia nini? Chukua. Kwa akampa chakula alichotaka, akawa na haki ya uzao wa kwanza. Sasa tuongelee haki ya uzao ni nini? Haki ya uzao ni, kwa Kiingereza tunasema birthright, ambayo mtu anakuwa nayo unapozaliwa. Haki yako inaweza ikawa wewe ni wa kwanza, wa pili, wa tatu, yaani ile position unazaliwa, that is your birthright. Sasa birthright inakujaga na baraka, sawa ambazo hizo baraka zinatokana na kilichoandikwa kitabuni kwako huko mbinguni. Na birthrights nyingi sana zinakuaga na baraka tofauti. Yaani birthright ya mtoto wa kwanza, wa katikati, wa mwisho zinakuaga na baraka tofauti kutokana na neema ya Mwenyezi Mungu kupitia hizo birthright. Yeye Esau hakuwaza hilo. Alijua tu hakuwaza, akatoa haki yake ya uzao wa kwanza. Kwa wana wa Israel, haki ya uzao wa kwanza ni haki kubwa sana, kwa sababu haki ya uzao wako inakupa baraka. Na ukiangalia huku nyuma, Mungu kwenye sadaka alizokuaga anazitaka, alikuaga anataka sadaka za uzao wa kwanza, ng'ombe wa uzao wa kwanza, yaani haki ya mtoto wa kwanza. Yaani Mungu alikuwa anasema watoto wake wa kwanza wapelekwe madhabahuni. Yaani umenielewa sio? Kwa haki ya mtoto wa kwanza kwenye Biblia ni haki kubwa sana, lakini Esau akaiuza kutokana na njaa. Haya, tunaendelea. Muda unavyozidi kwenda, wakati baba yao Isaka amezidi kuwa mtu mzima sana, akawa kama macho yake, wanasema kama mpofu. Macho yake yalikuwa kama, unajua ukiwa mtu mzima macho kama yanaanza kupoteza nuru, sawa. Kwa hiyo akamwambia Esau aende akawinde, aje akambariki, yani amtengenezee supu, ampe chakula anachokipenda, aende akambariki. Sasa Yakobo alikuwa anapendwa na mama yake. Nikisema anapendwa inamaanisha kwamba Isaka alimpenda sana Esau na Yakobo alimpenda sana. Rebeka ambaye ni mke wa Isaka alimpenda sana Yakobo. Kwa hiyo Rebeka mke wa Isaka alivyosikia, akaenda kwa mtoto wake wa mwisho akamwambia, nenda bandani kalete mbuzi, nikutengenezee ukampelekee baba yako ili akubariki, kwa sababu nimesikia akimwambia Esau. Sawa Basi yule mtoto akamwambia, hichi hakitakuwa baraka. Yakobo akamwambia mamake, hii haitakuwa baraka juu yangu kwa sababu yani hii haitakuwa baraka, bali itakuwa laana. Mamake akasema, na hiyo laana iwe juu yangu.
Hiyo sentensi ni ndogo sana, lakini tukienda kwenye tafsiri tu ndogo ndogo tu kwamba na hiyo laana iwe juu yangu, inamaanisha endapo huyu mtoto akilaaniwa, hiyo laana iwe juu yangu. Sijui unaelewa? Kwa hiyo yule mtoto hatapata hiyo laana, lakini hiyo laana itakuwa juu ya nani? Ya mama yake. Hiyo ni tafsiri tu ya haraka jamani. Haya, akamtengeneza yule, ukisoma vizuri kabisa, akamtengeneza. Alivyomaliza akamwambia, mimi sina manyoya, sina malaika, yani sina vile vinyoleo vile tunasema kama manyoya au vinyoleo tunasema vimalaika kuliko kakaangu. Ndio maana ukisoma vizuri kwenye Biblia, akachukua ngozi ya mbuzi akamvesha mtoto wake huku na kwenye mikono na kumpa nguo za Esau aende akachukue baraka. Sasa kumbuka kwamba Esau aliuza baraka za uzao wa kwanza. Sasa kihaki, Yakobo ana haki ya baraka za baba yake kama mzao wa kwanza, kwa sababu aliuziwa na kaka yake. Kikawaida ya kibinadamu tunasema, lakini kaka yake ni mkubwa. Ni mkubwa ndio, lakini kutokana na kuto kujua thamani ya haki ya uzao wa kwanza, aliuza. Kwa hiyo Yakobo akapeleka chakula kwa baba yake na akabarikiwa kama mtoto wa kwanza. Kihaki, hapa wanasheria waje. Kihaki, yule Esau, he was having a right ya kuwa mtoto wa kwanza kwa sababu ya kuzaliwa, lakini akatoa milki yake ya uzao kwa mdogo wake, na ndio maana mdogo wake alipata baraka. Na ukiendelea huku mbele, unaona kabisa Mungu alivyomneemea Yakobo kuliko Esau. Kwa nini? Kwa sababu Esau aliuza haki yake na Mungu akambariki aliyepewa haki. Sijui mnanielewa? Kwa hiyo ukisoma story ya Yakobo unaona kabisa kuna mambo ya uzao, birthrights. Watu jamani, tuwafundisheni watoto wetu kuhusu birthrights. Birthrights ni kitu kikubwa sana in a biblical way. Yaani ni kitu kikubwa sana in a biblical way, ambayo watu wengi hatujuagi kwamba ni kitu kikubwa sana. Sawa? Alafu pia tujue kuhusu haki za birthrights zinavyofanya kazi kibiblia. Hapa nimetaka tu muelewe kwamba Yakobo alipata haki yake kwa sababu aliuziwa birthright. Naamini umejifunza kitu kupitia story ya Esau na Yakobo. The rest of the story, go and read your Bible, kitabu cha Mwanzo kuna visa vingi sana. Sawa? Mimi nimekumegea tu kipande kidogo ili ujifunze mpendwa. Kila laheri mpendwa. Kisses. Shosti! Tusemezane.